Mwanamume huyo alichimba kwa bahati mbaya almasi ya rangi ya waridi ya kiwango cha ulimwengu, jiwe ambalo ukubwa na rangi yake vilikuwa vya kutosha kutikisa ulimwengu. Kwa hazi yake kama mtumwa, Solomon alitaka sana kujiwekea almasi hiyo, lakini hivi majuzi mfanyakazi mwenzake aliyekuwa ameficha almasi ndogo tu ya ukubwa wa punje ya mchele mdomoni mwake, aligunduliwa na kupigwa risasi papo hapo, ambapo anapaswa kufa. Mimi niko katika hili kubwa, nimejificha. Wakati huo, moyo wa Solomon ulianza kupiga haraka zaidi. Ghafla, mlipuko mkubwa ulisikika, pampu ya maji ya karibu ilikuwa imelipuka. Mlipuko huo ulivuta usikivu wa kila mtu. Solomon alichukua fursa hiyo haraka, akajichuchumaa kidogo na kuficha almasi kati ya vidole vyake. Kisha akatumia kisingizio cha kuhitaji kwenda msalani, kumwacha aondoke haraka, lakini bila kutarajia, kamanda wa waasi bado aliona tabia ya kushuku ya Solomon. Mara moja alizuia njia yake. Kwa bahati nzuri, almasi ilikuwa imefichwa chini ya soli ya mguu wake. Hata baada ya kutafutwa kila mahali, hakuna kitu cha ajabu kilichopatikana. Hata hivyo, Solomon alipofika mahali palipojificha ili kuficha almasi, kinywa baridi cha bunduki kiliwekwa kichwani mwake. Ilibainika kuwa kamanda huyo hakuwa amekata tamaa na alikuwa amemfuata kimya kimya. Wakati tu Solomon alikuwa karibu kukabidhi almasi, bahati ilimtabasamu tena. Vikosi vya serikali vilizindua shambulio la kushtukiza na bomu lilitua karibu nao. Kamanda wa waasi alijeruhiwa vibaya papo hapo, huku Solomon akichukua fursa ya kukimbia. Baadaye, Solomon alikwenda kwenye mti mkavu na kuizika almasi hapo. Mara baada ya hapo, alitekwa na vikosi vya serikali, lakini alipofika gerezani, Solomon alikumbana ana kwa ana na kamanda huyo wa waasi. Ilibainika kuwa hakuwa amekufa, bali alijeruhiwa tu kwenye jicho. Licha ya hayo, alimtambua Solomon papo hapo na kutoa sauti ya ghadhabu mbele ya kila mtu, huyu anayo almasi ya waridi isiyo na thamani. Mtu yeyote anayeipata atapata thawabu kubwa kutoka kwangu. Kila mtu alianza kumtazama Solomon kwa macho ya tamaa. Ili kujilinda, alikataa vikali, hata akivua nguo zake zote kuthibitisha kutokuwa na hatia kwake. Ingawa njia hii inaweza kuwa imewafanya wengine wanyamaze, haikuweza kumdanganya Dani. Dani alikuwa mzungu aliyezaliwa na kukulia Afrika na mfanyabiashara haramu wa almasi sokoni nyeusi. Popote palipo na almasi, yeye anaweza kupatikana. Hata hivyo, hii ilikuwa kazi hatari. Kuteleza kidogo tu na unaweza kupoteza maisha yako. Lakini kwa uzoefu wake mkubwa, Dani alikuwa ameboresha ustadi wake wa ujanja. Hakuweza tu kutambua na kuzuia wizi, bali pia kupakia bidhaa zilizosafirishwa kwa magendo. Siku hiyo Dani alikuwa tena amepata kwa urahisi kundi la almasi za kusafirisha. Ili kusafirisha almasi hizi kwenda nchi jirani ili ziuze, alijificha kama mwandishi wa gazeti na kuajiri wachungaji wa eneo hilo kwa ajili ya kuficha. Almasi hizo zilikuwa zimeshonwa chini ya ngozi ya mmoja wa kondoo. Lakini kile hakutarajia ni kwamba mtu kama yeye ambaye hakuwahi kushindwa angejikwaa wakati huu. Akiona kuwa alikuwa karibu kukamatwa papo hapo, Dani hakuwa na chaguo ila kumpigia simu bosi wake, Kanali Coetzee. Kama mkuu wa jeshi kubwa zaidi la mamluki barani Afrika, Coetzee alikuwa maarufu katika eneo hilo. Lakini upinzani haukumuonyesha heshima, bali walimtupa Dani gerezani moja kwa moja. Lakini kwa sababu ya hili, Dani alikuwa na bahati ya kujua kwamba Solomon alikuwa na almasi adimu ya waridi. Kwa hivyo, baada ya kuondolewa kwa dhamana na wasiri wake, mara moja aliwapelekea habari hii na kuamuru wamtoe Solomon kwa gharama yoyote. Kwa sababu kwa uzoefu wake wa miaka mingi katika biashara ya almasi, Dani alielewa thamani ya almasi hiyo ya waridi mbali zaidi ya Solomon. Mara tu akiwa nayo, hakuweza tu kufikia uhuru wa kifedha, bali pia kutoroka udhibiti wa Coetzee na kuondoka Afrika kabisa. Baada ya kutoa maagizo yake, Dani alirudi hotelini. Mara tu alipoingia mlangoni, alitumia daga kuvunja moja ya meno yake. Ilikuwa imefichwa ndani ya almasi. Ni wazi angeitoa kama njia ya mwisho. Dani alipoenda kubadilisha pesa, mwanamume mmoja aliingia chumbani kwake kisiri. Wakati huo huo, washirika wake pia walikuwa wamemtoa Solomon gerezani na kumpa pesa kabla ya kumwacha ili kumzuia asitupwe tena gerezani kwa sababu ya ufukara. Solomon alishangaa kabisa na hakufikiria sana kwa sababu wakati huo alikuwa akizingatia tu kupata familia yake. Ilibainika kwamba kabla ya hapo, Solomon alikuwa tu mvuvi wa kawaida akilea watoto watatu na mke wake mpendwa.
Maisha yalikuwa rahisi, lakini hayakuwa ya amani. Mwanawe Dia alikuwa na tabia nzuri, mwenye akili na mwenye hamu ya kujifunza. Kila siku angeamka kwa wakati na kutembea kilomita 5 za barabara za mlima kufika shuleni. Lakini siku hiyo, Solomon alipokuwa akimchukua mtoto wake kutoka shuleni, ghafla walikumbana na kundi la waasi wenye silaha. Wanaume hawa walikuwa katili, waliojaa damu na wasio na ubinadamu. Mara tu walipoingia kijijini, walianza kufyatua risasi kiholela kwa raia, ikiwa ni pamoja na watoto wengi, lakini walipokuwa wanaua hawakuweza hata kupepesa macho. Katika machafuko hayo, Solomon alimsaidia mkewe na watoto wake kutoroka kwa mafanikio, lakini yeye mwenyewe alitekwa papo hapo. Hapo awali, alitakiwa kukatwa mkono, lakini adui aliona kuwa alikuwa na nguvu na mwenye nguvu, na alihisi ilikuwa upotevu. Kwa hiyo, walimfunga na kumpeleka kwenye migodi ya almasi kufanya kazi ngumu. Kisha likafuata tukio kutoka mwanzo wa hadithi. Mahali pengine, baada ya kubadilisha pesa zake, Dani alikwenda kwenye baa, lakini kusudi lake haikuwa sherehe, bali kumpata mmiliki wa kuagiza bastola. Wakati huo, uzuri wa Madi ulimvutia. Hapo awali, Dani alikusudia tu kupata msichana wa kulala naye, lakini baada ya mazungumzo machache, aligundua kuwa alikuwa mwandishi wa habari, na hata mara moja alidhani alikuwa mfanyabiashara haramu wa almasi. Dani alichukia kuhusika na waandishi wa habari, lakini Madi aliwashika, akidai ampe habari ili kufichua biashara ya almasi ya damu na mnyang'anyi mkubwa nyuma yake. Hata hivyo, haijalishi ni kiasi gani Dani alipenda wanawake wazuri, asingefichua habari yoyote kwa mwandishi mgeni. Kurudi hotelini, akiona chumba kilichofichuliwa, Dani mara moja aligundua kuwa mwenzake alikuwa ameripoti kwa siri habari juu ya almasi ya waridi kwa Kanali Coetzee. Ingawa alielewa kuwa katika ardhi hii inayokula watu, uaminifu ulikuwa bidhaa ya bei rahisi zaidi, bado hakuweza kuzuia hasira yake, na yule jamaa aliyevunja chumba chake baada ya kupata chochote pia alijionyesha mara moja. Wawili hao walikuwa upande mmoja, wakizungumza kawaida juu ya uso, lakini wakiwa na mawazo tofauti mioyoni mwao. Dani alikuwa ameamua kurudi kumwona Kanali, kuchelewesha kila kitu, na kumpiga mtu huyo usoni kwa nguvu ili kutoa hasira yake. Muda mfupi baadaye, Dani alialikwa kwenye nyumba ya Kanali kwa chai. Kama kiongozi mkubwa zaidi wa mamluki barani Afrika, Kanali wote walifanya biashara ya almasi na kusaidia serikali kukandamiza waasi. Mtu anaweza kusema alipata utajiri kutokana na vita. Je, mwanamume ambaye alijali tu kuhusu pesa na kuwadharau wengine wote angeweza kuachana vipi na almasi adimu ya waridi? Kwa hivyo alitoa agizo thabiti, akitaka Dani amletee almasi hiyo. Ikiwa atafanikiwa, itasafisha deni zake zote za zamani za biashara. Wakati huo huo, alijua pia dhamira ya Dani, akijua kuwa alitaka kutoroka Afrika. Kwa hivyo, alichukua rundo la udongo mwekundu kutoka ardhini na kusema, hii ni nyumba yako, huwezi kamwe kuondoka Afrika. Dani, ambaye alikuwa amemfuata Kanali tangu akiwa mvulana, alielewa mbinu zake na ukatili, na angeweza tu kupunguza ukali wake na kuzingatia kushughulika na Solomon. Lakini kwa wakati huu Solomon hakuamini mtu yeyote. Alisisitiza kuwa hajawahi kuona almasi yoyote kubwa ya waridi. Bila kusita, Dani ilibidi atumie mbinu za kuchelewesha. Jioni, alirudi kwenye baa. Mmiliki alimpa bastola aliyokuwa ameagiza na kumtia habari. Waasi watashambulia hapa kesho. Alimshauri kwa fadhili aondoke mapema ili kuokoa maisha yake. Wakati huo, Dani alimwona Madi tena. Ajabu, baada ya kutengana vibaya mara ya mwisho, wakati huu walishikamana kama wapenzi ambao walikuwa wametengana tu. Ni kwamba mmoja alitamani mwili huku mwingine alitaka tu kukusanya habari za magendo. Hata hivyo, hata katika mazingira ya kutatanisha sana, hakuna hata mmoja wao angeweza kuchukua chambo cha mwingine. Akipoteza uvumilivu, Madi mara moja alibadilisha shambulio la moja kwa moja, akisema amekutana na watu wengi kama yeye, ambao hawakujali maisha ya binadamu kwa ajili ya pesa. Dani pia alipoteza hamu, lakini alipoenda kwenye baa kwa ajili ya kunywa, Madi alikataa kumwachilia na kumfuata. Wakati huu, Dani hakuzuia chochote na akajibu, unafikiri wewe ni mtukufu sana? Unafikiri unaweza kubadilisha Afrika? Kwa kweli wewe pia ni mwanachama wa biashara ya almasi ya damu. Ikiwa haingekuwa kwa wasichana wa Kimarekani kama wewe ambao huota kila wakati juu ya harusi ya hadithi, jiwe linalong'aa, basi almasi hizi hazingekuwa na thamani sana, na hakuna mtu angeenda kwa urefu kama huo kuzisafirisha.
lakini Madi alijibu kwamba si kila msichana wa Marekani anataka harusi ya hadithi, kama tu si kila Mwafrika anaishi kwa kuchinjana. Kwa kweli, kila siku kuna watu wanaofanya mambo mazuri, lakini ni wazi hakuna hata moja yao inayofanywa na wewe. Kwa hivyo, wawili hao walitengana tena kwa maneno mabaya. Siku iliyofuata, waasi kweli waliingia jijini. Mahali hapo palikuwa karibu kutumbukizwa katika bahari ya vita. Dani alichukua fursa ya kumpata Solomon, akitarajia kumshawishi kushirikiana. Kwa wakati huu almasi ya waridi ilikuwa dhima hatari. Solomon hakuwa na njia kabisa za kuiuza. Lakini Solomon alikuwa bado akizingatia tu kupata familia yake. Akiona hii, Dani mara moja alisema, bila mimi, una nafasi ndogo ya kubadilisha hatima yako ya kupata mke wako na watoto wako. Wakati wawili hao walipokuwa wakibishana vikali, waasi walizindua shambulio kubwa. Katikati ya machafuko ya kutoroka, Dani aliendelea kumshawishi na Solomon aliweza tu kutetemeka na kukubaliana kushirikiana. Kufikia sasa, vikosi vya serikali vilikuwa vimeshirikisha waasi. Hawakujali kabisa maisha ya raia. Kwa bahati nzuri, Dani alikuwa mamluki mzoefu. Alimuongoza Solomon kupitia mvua ya risasi akitoroka hadi kwenye eneo lenye salama zaidi. Usiku, wawili hao walitumia uficho wa giza kufika kwenye njia pekee ya kutoka ya jiji, lakini askari watatu wa waasi walikuwa wakilinda. Ili kutoroka, walilazimika kuchukua hatari. Kwa hivyo Dani alimwambia Solomon ajifanye kama askari wa waasi wakati yeye alijifanya kama mfungwa aliyekamatwa. Akisubiri hadi adui aachilie ulinzi wao, Dani mara moja alichukua bunduki yake na kuwapiga risasi walinzi hao. Alichukua bunduki ya waasi na akampiga risasi yule muasi anayekimbia kwa mbali. Tukio hili lilimfanya Solomon atambue ukatili wake. Baadaye, wawili hao walichanganyika na kundi la wakimbizi wakifika kwenye kambi ya wakimbizi inayothibitiwa na serikali. Hapa, Dani alikutana na mwandishi wa kiume na kupitia kwake akampata Madi. Mara tu walipokutana, Dani alisema, ninaweza kukupa habari, lakini kwa malipo, lazima utumie ujuzi wako kufikia hifadhi data ya Umoja wa Mataifa ili kumsaidia Solomon kupata familia yake. Deni alifanya hivi kwa sababu alijua kwamba ili kupata almasi ya waridi, kwanza ilibidi amshughulikie Solomon, na njia pekee ya kufanya hivyo ilikuwa kujaribu kumsaidia kupata familia yake. Ingawa Madi alijua kuwa alikuwa akitumiwa na pia alijua kwamba Solomon hakika alihusika na almasi kwa sababu mwanamume mdogo ambaye alijali tu faida haikuwezekana kuwa mkarimu wa kutosha kumsaidia mvuvi mweusi. Lakini kama mwandishi wa habari mwenye haki, mradi tu ilikuwa kuokoa watu, hakujali vitu vingine. Haraka sana, Madi alipata habari za familia ya Solomon. Kwa sasa walikuwa kwenye kambi ya wakimbizi katika nchi jirani ya Guinea. Lakini walipofika kwa helikopta, waligundua kuwa idadi ya wakimbizi hapa ilikuwa imezidi milioni. Kupata familia ilikuwa ngumu sana. Kwa bahati nzuri, Mungu bado alikuwa na huruma kwa mwanamume huyu maskini. Solomon haraka aliona sura za mke wake na binti yake. Hata hivyo, mwanawe Dia alikuwa amechukuliwa na waasi. Hili lilimwangamiza kabisa Solomon kwa sababu alikuwa ameshuhudia kwa macho yake mwenyewe ukatili wa watoto waliopata mafunzo ya kijeshi, na alijua kwamba waasi wangemgeuza Dia kuwa mmoja wao. Na utabiri wake kweli ulitimia. Kwa wakati huu, Dia alikuwa amefunzwa na kamanda mwenye jicho moja kuwa mashine ya kuua. Wakati wa kuchinja wanakijiji, mvulana huyo hakuonyesha hisia na kila wakati alikimbilia mbele. Ili kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, kwa sababu serikali iliogopa wakimbizi wangejiunga na waasi, walitangaza kwamba mke na watoto wa Solomon wangeachiliwa tu kurudi nyumbani baada ya vita kumalizika. Solomon akiwa hana kitu, alikuwa kama mwanamume asiye na roho. Kila siku alimnung'unika jina la mwanawe. Kuhusu Dani, alijali tu kuhusu almasi. Baada ya kujua mahali Solomon alikuwa amezika almasi ya waridi, alilenga nguvu zake zote juu ya jinsi ya kuichimba. Lakini eneo hilo lilikuwa ngumu na vikundi vingi vilikuwa vikigombea udhibiti. Njia pekee iliyobaki ilikuwa kuingia katika timu ya Madi. Lakini kwa wakati huu, Madi alikuwa na shida sana. Akiwa amehitimu kutoka shule maarufu, alikuwa mwerevu na mwenye akili. Angeweza kuishi maisha ya anasa huko New York, lakini alibeba hisia kali za kutaka kuokoa, akitaka kila wakati kuondoa ukosefu wa haki duniani. Lakini haijalishi makala zake zilikuwa za kusisimua kiasi gani, haijalishi picha zake zilikuwa za kweli kiasi gani,
Zilichora tu machozi machache kutoka kwa wasomaji, kimsingi zisizoweza kubadilisha mateso barani Afrika. Hakutaka kuendelea hivi tena, bali alitaka kutumia ushahidi halisi kuwapindua wale walio nyuma ya biashara ya almasi ya damu. Labda akisukumwa na vitendo vya Mahdi, au labda alitaka tu kupata almasi ya waridi. Dani alimwambia ukweli wote juu ya mnyororo wa ugavi wa almasi ya damu. Anasafirisha almasi kwenda nchi jirani, kisha wanunuzi wa eneo hilo huwapa almasi kwa wapatanishi. Wakati wapatanishi walipohonga maafisa wa forodha, wangeweza kuthibitisha kwamba almasi hizi zilichimbwa ndani ya nchi na hivyo kuruhusu zisafirishwe kihalali. Na mwanamume nyuma ya mnyororo huu wa maslahi alikuwa mkuu wa Coetzee. Kwa upande mmoja, alihodhi almasi nyingi kudhibiti usambazaji na kudumisha bei ya juu. Kwa upande mwingine, alifanya kila awezalo kudumisha vita, kuzuia almasi kutoka kwa waasi, kutiririka moja kwa moja kwenye soko. Baada ya kumaliza, Dani pia aliahidi kutoa ushahidi wa moja kwa moja, lakini ilibidi asubiri hadi apate almasi ya waridi ili habari hii iripotiwe hadharani. Vinginevyo, hakika angekufa bila mazishi sahihi. Kwa hivyo, wawili hao walifikiwa makubaliano ya ushirikiano. Dani na Solomon pia walijifanya kuwa wafanyikazi na wakaingia kwenye timu ya Mahdi. Lakini walipokuwa njiani kuelekea mahali pao, msafara ulishambuliwa ghafla na waasi. Katika mazingira ya hatari, Solomon mwenye moyo mwema alimwokoa mtoto, lakini kwa sababu bosi hakuwa na nafasi zaidi, wachache wao walilazimika kupanda lori jingine dogo. Lakini bila kutarajia, maafa yalileta bahati. Kila mtu kwenye basi alifutwa na waasi, huku wao wakichukua fursa ya kuendesha lori na kutoroka ndani ya msitu. Lakini walipokuwa wanatoroka hatari, walikimbilia kwenye waasi wa eneo hilo. Kwa bahati nzuri, watu hawa hawakuwa na tabia ya kuua kiholela. Baada ya ishara chache na upigaji picha wa Mahdi, hawakuchukua tu tahadhari zao haraka, bali pia waliwaongoza waasi kwa makao ya siri, kuchukua hifadhi. Ikilinganishwa na Afrika iliyokumbwa na vita, mahali hapa ilikuwa kweli paradiso duniani. Watoto hapa walikuwa wote askari wa zamani, waliotekwa, lakini chini ya mafundisho ya uangalifu na upendo, walirudi kwenye uzuri wao wa asili na kutokujali. Haya yote yalikuwa shukrani kwa mmiliki wa makao hayo. Daima aliamini kuwa watu hawana tofauti halisi kati ya mema na mabaya, na kwamba hata wahalifu wa kutisha zaidi katika wakati wa kuonyesha nia njema, wanaweza kufanya maisha kuwa na maana zaidi. Dani aliyasikiliza maneno haya na kutafakari. Jioni, aliwasikiliza watoto wakiimba na chini ya ushawishi wa divai ya mitende, kwa mara ya kwanza alimfungulia Mahdi moyo wake. Ilibainika kuwa Dani alikuwa mzungu aliyezaliwa Afrika. Alipokuwa na umri wa miaka 9, mama yake aliuawa na baba yake pia alikatwa kichwa. Inaweza kusemwa kuwa vita vilikuwa vimechukua kila kitu kutoka kwake. Kwa hivyo, akiwa na miaka 19, alimfuata kanali kuwa mamluki, akipigana na kupinga watu weusi. Lakini baadaye, aligundua kuwa yote hayakuwa kwa ajili ya amani, na hakika si kwa ajili ya kufuta chuki ya rangi, bali kwa ajili ya pesa na faida tu. Kuanzia hapo, aliamua kupigana peke yake, akawa mfanyabiashara haramu wa kujitafutia maisha. Lakini sasa alitaka tu kuishi maisha ya amani, na almasi hiyo ya waridi ilikuwa tiketi yake ya kuondoka Afrika. Akiona maumivu yakionekana polepole kwenye uso wa Dani, Mahdi, bila kufahamu, alishika mkono wake. Mioyo ya wawili hao tangu wakati huu ilisogeleana karibu. Siku iliyofuata, mmiliki wa makao hayo aliwaongoza wawili hao kwenye njia yao kuelekea mahali pao, lakini barabarani walikumbana na jeshi la watoto la waasi. Kwa fadhili zake, alidhani angeweza kuwashawishi kwa maneno, lakini bila kutarajia, upinzani ulikuwa mgumu na ulipigana moja kwa moja na mafundisho yake kwa milio ya risasi. Dani haraka alitoa bunduki yake ili kuwatisha. Akichukua fursa ya watoto kuogopeshwa naye, alikanyaga gesi na kukimbia. Wakati huo, kambi ya kanali ilikuwa karibu. Ili kumwokoa mmiliki wa makao aliyejeruhiwa vibaya, Dani hakuwa na chaguo ila kwanza kugeukia kambini. Habari njema ilikuwa kwamba mmiliki wa makao bado alikuwa na nafasi ya kuishi, na Mahdi pia angeweza kurudi na wakimbizi. Habari mbaya ilikuwa kwamba kwa wakati huu, kanali alikuwa akijiandaa kuongoza kibinafsi askari wake kwenda Kono, mahali walipokuwa wakielekea, na alidai Dani aende naye kutafuta almasi ya waridi. Lakini Dani alijua vizuri kwamba mara tu angefuata jeshi kubwa, labda asingepata hata chembe ya vumbi ya almasi mwishowe. Kwa hivyo, baada ya kuondoka, mara moja alimwomba Mahdi msaada wa kuwaondoa walinzi karibu na chumba cha silaha ili aweze kuingia kisiri, kuiba silaha na kumchukua Solomon mwenyewe.
Baada ya kusikia hili, Madi alielewa mara moja nia ya Dani, na pia alijua kwamba safari hii yake hakika ilikuwa hatari zaidi kuliko lakini angeweza tu kukubaliana. Kwa ajili ya machozi yake, Dani pia alimkabidhi ushahidi aliokuwa nao, ili hata kama kweli angekufa huko Kono, Madi angeweza kufichua ukweli wote. Baadaye, kwa msaada wa Madi, Dani alifanikiwa kupata silaha, na wawili hao walikuwa karibu kutengana. Kwa kweli, kupitia magumu mengi na kushiriki kwa uaminifu, walikuwa wameunda hisia kwa kila mmoja. Lakini kutengana huku kunaweza kuwa milele. Hata hivyo, katika ardhi hii, mbali na upendo, wote wawili walikuwa na njia zao za kutembea, hatima zao wenyewe za kukubali. Kabla hajaondoka, hakuchukua tu picha ya ukumbusho, bali pia alichukua hatua ya kwanza kumpa Dani nambari ya ofisi yake na nambari ya simu. Hapo zamani, wengine daima walikuwa wakimfuata, lakini wakati huu alikuwa tayari kuvunja sheria na kuchukua hatua. Baada ya kutengana, wote wawili waliondoka kufuata hatima zao. Njiani, Dani na Solomon walizungumza juu ya maelezo ya almasi ya waridi. Alipojua almasi hiyo ilikuwa angalau karati 100, hatua nzito za Solomon, bila kufahamu, zikawa nyepesi, kana kwamba almasi na uhuru vilikuwa mbele yake. Lakini usiku huo, ajali nyingine ilitokea. Gari la kijeshi la waasi lilipopita kwa kasi, Solomon alimuona kwa haraka mwanawe, Dia. Akiwa na hamu sana ya kumpata mwanawe, alifanya kelele, na wawili hao walikaribia kuwindwa na kuuawa na waasi. Baada ya kutoroka, hasira ya Dani haikuweza kudhibitiwa. Hata alitoa kisu ili kumtishia Solomon, ukikosea tena, nitakuchuna ngozi hai. Lakini moyoni mwa Solomon, almasi ya waridi haikuwa ya thamani kama mwanawe. Kwa hivyo, licha ya tishio, bado alitaka kumpata mwanawe kwanza. Wawili hao walikuwa na mzozo na kusukumana, lakini Solomon alibaki imara. Dani alilazimika kukubali. Jioni, wawili hao walipiga hatua yao kuelekea kambini mwa waasi, lakini hawakuweza kupata ishara yoyote ya Dia. Wawili hao walilazimika kuendelea na safari yao. Kabla ya hapo, barabarani walikuwa wakizungumza mara kwa mara juu ya almasi, lakini sasa walianza kuzungumza juu ya maisha ya kila mmoja na polepole kufunguka kwa kweli kwa kila mmoja. Dani hata alisema kwamba angehakikisha kuwa atamwokoa Dia. Baada ya kutembea kwa siku na usiku mwingine kwenye njia ndogo, wawili hao hatimaye walifika kwenye mgodi ambapo almasi ya waridi ilikuwa imezikwa, lakini mahali hapo palikuwa na ulinzi mkali, hakuna njia kabisa ya kufikia. Akiwa hana chaguo, Dani ilibidi achukue hatari kubwa, akituma kuratibu maalum kwa kanali, akimwomba atumie nguvu kubwa za moto kufungua njia. Dani alijua kuwa hii ilikuwa hatua hatari, lakini hakuna njia bora. Angeweza tu kutumaini kuchukua faida ya vita kati ya pande mbili, kuingia kwa siri kwenye eneo la almasi, kuichimba, na kisha kuchukua fursa ya kutoroka. Lakini Solomon, baada ya kusikia hili, alihisi kuna kitu kibaya, kwa sababu alikuwa na uhakika mwanawe alikuwa ndani, na mara tu milio ya risasi ilipoanza, angeweza kupoteza maisha yake. Kwa hivyo jioni, wakati Dani alikuwa amelala fofofo, aliingia kisiri kwenye eneo la adui na kumpata mwanawe. Nani angefikiria, mwanawe sio tu hakumtambua, bali pia alimuona kama msaliti na kumkamata. Wakati huo, Dani akigundua Solomon alikuwa amepotea, pia alimfuata, lakini akakabiliana na hali hiyo, angeweza tu kusubiri fursa. Mapema asubuhi iliyofuata, kamanda wa waasi aliyejeruhiwa alimuona Solomon. Alifurahi sana na akatumia shoka kumtishia kumkabidhi almasi ya waridi. Sababu kamanda huyo alitaka sana wakati huu ni kwamba yeye, kama Dani, alitaka kutumia pesa kutoroka kutoka kuzimu hii duniani. Akikabiliwa na tishio, Solomon alikuwa karibu kujisalimisha, wakati Dani, akijificha kwenye vivuli, alikuwa na wasiwasi kama vile kwenye moto, akiogopa almasi ya waridi ingenyakuliwa kabla yake. Wakati huo, helikopta ya kanali ilionekana kwa wakati. Chini ya mvua ya risasi na mabomu, waasi mara moja walitengana. Ingawa hali ilikuwa ya machafuko, akili ya Dani ilikuwa wazi sana. Alijua ilibidi ajikite kwenye kumlinda. Kwa hivyo, licha ya hatari kwa maisha yake, alimuokoa Dia. Solomon kwa upande mwingine, hatimaye alipata nafasi ya kulipiza kisasi. Alitumia moja kwa moja chuma kumponda kichwa cha kamanda huyo mwenye jicho moja. Kwa faida kamili ya nguvu za moto, waasi walifutwa haraka kabisa. Kwa wakati huu, umakini wa kila mtu mara nyingine tena ulimgeukia Solomon, na Solomon
Pia alijua kuwa eneo la almasi ya waridi lilikuwa kadi yake ya kuokoa maisha. Kwa hivyo alikaa kimya. Ilikuwa tu hadi kanali aliposema kwamba mradi Dani angeweza kumfanya azungumze, angekubali mgawanyo wa 60% kwa 40, vinginevyo wote wangelazimika kufa, ndipo Dani alimvuta Dia kutoka kwenye eneo hilo. Na udhaifu wake ukiwa umeshikiliwa dhidi yake tena, Solomon hakuwa na chaguo ila kukubali. Baada ya kundi hilo kwenda kwenye mahali pa kuzikwa, eneo hilo lilikuwa tayari limeshachimwa na kuharibiwa na waasi. Solomon hakuwa na chaguo ila kujilazimisha kuendelea kuchimba. Kwa wakati huu Dani na Solomon wote walielewa wazi kwamba mara tu almasi hiyo itakapopatikana, maisha yao hakika yatakuwa hatarini. Dani ghafla aliomba sigara kutoka kwa mtu aliyekuwa karibu naye, lakini alikataliwa. Solomon pia alimwamini Dani zaidi, akitaka kuhatarisha yote naye ili kutafuta njia ya kutoka. Kwa hivyo alijifanya amepata almasi. Dani alichukua fursa hiyo na kumuua askari haraka. Solomon pia alichukua fursa ya machafuko hayo kumshambulia kanali aliyekuwa karibu naye. Dani haraka alijificha msituni, kisha ghafla akageuka nyuma na kummaliza kanali. Hivi karibuni baada ya hapo, Solomon pia kweli alichimba almasi, lakini wakati wa vita vya hivi karibuni, tumbo la Dani lilikuwa bahati mbaya lilipigwa na risasi. Bila kutarajia, Dia alizuia njia yao kwa bunduki. Ilikuwa tu hadi Solomon alipomwomba kwa kila ombi la kihisia, ndipo dhamiri ya mwanawe, ambayo bado haikuwa imepotea kabisa, ilirudi akilini. Hata hivyo, wakati tu reunion ya baba na mwana ilimalizika, watatu hao walishambuliwa na waliweza tu kukimbia kwa haraka. Njiani, Dani alidai almasi hiyo irudishwe, na pia aliwasiliana na mwenzake mapema kutuma ndege kuwachukua. Lakini mahali pa kutua ilikuwa kilele cha mlima mbele. Walilazimika kuvuka kilomita 10 za barabara za milima ya juu kufika huko. Akisikia Dani akipumua kwa pumzi nzito, Solomon alimshauri asimame na apumzike, lakini adui angeweza kuwafikia wakati wowote. Kwa hivyo, angeweza tu kujaribu bora yake, kukimbia dhidi ya wakati. Hata hivyo, baada ya kupanda nusu tu ya mteremko, Dani hakuwa na nguvu iliyobaki. Solomon kwa uamuzi alimbeba na kuendelea. Lakini muda mfupi baadaye, Dani alikuwa amechoka kabisa. Alijua hakuwa na muda mrefu wa kuishi. Kwa hivyo, alichukua jiwe hilo la rangi ya waridi. Hili ndilo alilokuwa amebadilisha maisha yake kwa ajili yake, lakini hakuwa na nafasi tena ya kulitumia. Ingawa alielewa kanuni kwamba wanaume hufa kwa utajiri na mafanikio yakiwa mikononi mwake, bado alihisi majuto kidogo. Hata hivyo, mwishowe bado aliamua kukabidhi jiwe hilo kwa Solomon. Sio tu kwamba, pia alimpa Solomon kadi yake ya biashara, akimwambia ampigie simu kwa msaada aliporudi kwenye mji mkuu. Kwa kuongezea, alimpa Solomon bunduki na kumuonya haswa asimwamini mwenzake. Wakati huo, adui aliwafikia. Ili kumpa Solomon muda wa kutoroka, Dani peke yake alianzisha bunduki yake na kuanza kupigana. Ilikuwa tu hadi alipomwona Solomon na mwanawe wakiwa mbali sana ndipo alipoacha, akitoa pumzi ya utulivu. Kisha akatumia simu ya satelaiti kumpigia Madi, akimwambia amchukue Solomon na mwanawe kwa gharama yoyote. Hapo awali, akipokea simu, Madi alifurahi sana, lakini akisikia kupumua kwa uzito zaidi na zaidi mwishoni mwa simu, Madi alihisi kuna kitu kibaya na moyo wake ulianza kuugua ghafla. Kwa wakati huu, helikopta ya washirika ilinguruma juu ya kichwa cha Dani, lakini hakuwa na majuto tena, bali aliguna tu. Mazingira hapa ni mazuri, natamani ungekuwa hapa pia. Lakini kwa bahati nzuri alikuwa amemwambia hadithi ya kweli ili aweze kuandika makala zake kwa uhuru baadaye. Kwa wakati huu, Madi pia alielewa maana ya maneno ya Dani. Alilia na kusema, natamani ningekuwa nawe. Lakini Dani alisema, ni sawa, nipo kabisa mahali ambapo ninapaswa kuwa. Baada ya kukata simu, Dani alichukua rundo la udongo uliojaa damu karibu naye, kana kwamba alithibitisha maneno ya kanali. Hii ilikuwa hatima yake. Ingawa alijaribu bora yake kutoroka, mwishowe alizaliwa na kufa katika mahali hapa. Katika machweo mazuri ya jua, Dani alifunga macho yake kwa amani. Akawa mchoro mzuri zaidi wa rangi nyeupe kwenye ardhi hii ya giza. Muda mfupi baadaye, Solomon kwa msaada wa Madi alileta almasi ya waridi London, na chini ya mpango makini wa Madi alifikia makubaliano ya biashara na viongozi wa juu wa ukiritimba wa almasi. Sharti ilikuwa kumsaidia kupata familia yake. Kwa hivyo familia ya Solomon hatimaye iliungana tena.
Tukio la biashara pia liliandikwa kikamilifu na Mahdi. Baadaye, Mahdi, kwa kuzingatia ushahidi uliokuwa mikononi mwake, alifichua siri za giza nyuma ya biashara ya almasi ya damu. Solomon pia alisimama kama shahidi, akiambia ulimwengu wote hadithi za umwagaji damu zilizokuwa zimetokea barani Afrika. Mwishowe, Mei mwaka 2003, nchi 40 zilitia saini mkakati wa uthibitishaji wa Kimberley. Almasi yoyote iliyochimbwa kihalali kutoka chanzo chake lazima iwekwe kwenye chombo kisichoweza kufunguliwa na iambatane na cheti cha Kimberley ili isafirishwe. Vinginevyo, almasi za asili isiyojulikana au almasi zote mbaya huundwa. Almasi mwanzoni ni mawe ya kawaida tu ya uwazi, lakini kwa sababu ya tamaa ya binadamu katika kutafuta vitu vya kimwili, wamekuwa ishara za usafi, uungwana na hata utajiri na nguvu. Na ili kupata faida zaidi, uovu na asili ya kibinadamu hufichuliwa kila wakati, ukiongoza kwa unyonyaji na umwagaji damu. Ingawa mikataba ya kimataifa inaweza kupunguza au hata kumaliza biashara haramu ya almasi, hakuna njia ya kupunguza tamaa ya binadamu. Kuwashauri watu waache kununua bidhaa fulani yenye dhambi pia haiwezi kuipunguza, kwa sababu nyoka mwenye sumu anayeitwa matarajio bado anajificha katika moyo wa mwanadamu. Uthabiti ambao hauwezi kupatikana kutoka kwa almasi hakika utatolewa kupitia njia zingine, ama bidhaa zingine za kifahari au tabia zingine mbaya. Kwa hivyo, hatuhitaji kususia kitu cha kimwili ambacho hakina haki au makosa, bali kutambua wazi uhusiano kati yetu na ulimwengu, kusuluhisha uhusiano wetu na kupatanisha tamaa zetu.